Tumemwona mtendaji wa bodi ya ligi Almas Kasongo akizungumza na waandishi wa habari na akigusia au akielezea yale ambayo yametokea kwenye kikao kile. Jambo zuri amelifanya, lakini kwa masikitiko makubwa ambayo tuko nayo, tulifikiri kama aliamua kuyazungumza yaliyozungumzwa kwenye kikao, basi alikuwa na fursa ya kuzungumza yote. Azungumze yote ambayo yalijadiliwa kwenye kikao, sio unazungumza kidogo unaacha kidogo. Sasa kwa kuwa alikuwa na fursa ya kuzungumza mengi na ameyaacha, nitumie fursa hiyo kuyazungumza yote ambayo yamezungumzwa kwenye kikao. Na hatufanyi hivi kwa lengo la kushindana na mtu, tunafanya hivi kwa sababu jambo hili lina interest ya public, lina interest ya umma, na umma hautakiwi kupotoshwa kwenye jambo hili hata kwa bahati mbaya. Kila taarifa ambayo tunakubaliana iende public, basi iende ikiwa imekamilika. Taarifa isiende nusu nusu, au mtu usichague taarifa kwa sababu inakupendelea wewe au inakufeva ndio uitoe kwa public. Toa taarifa sahihi kama umeamua kutoa taarifa sahihi. Moja katika mambo ambayo uongozi wa klabu ya Young Africans uliauliza kwenye kikao, na ni swali ambalo wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu wamekuwa wakijiuliza, na sio hao tu pekee, wadau wa mpira wa miguu nchi hii wamekuwa wakijiuliza, na sio hao tu pekee, hata nyie ndugu zangu waandishi wa habari mmekuwa mkijiuliza swali hili na hampati majibu. Swali gani? Ni kuhusu ripoti ya uchunguzi wa mechi ya Kariakoo Derby iliyopangwa kuchezwa Machi 8. Nini kilitokea hadi ile mechi ikaahirishwa? Hatujawahi kupata ripoti. Nyie hamjui ripoti na sisi hatujui hiyo ripoti. Ilikuwa swali la kwanza kuulizwa kwenye kikao. Ndio nikasema unapokuja kuelezea taarifa ya kikao ni vyema ukaelezea taarifa yote, usiguse nusu nusu. Hapa kwenye ripoti, ndugu zangu waandishi wa habari, ni kweli bodi ya ligi wamekiri ripoti ipo na wanayo ya kilichotokea Machi 8. Na afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almas Kasongo akakiambia kikao, ripoti ile yako mambo ambayo yanawafanya washindwe kuisema public, ikiwemo kwa mujibu wake, ikiwemo katika ripoti hiyo inaonyesha yupo kiongozi mkubwa wa serikali ambaye ndani ya kikao walimtaja, alipiga simu geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya Machi 7. Nashangaa kwenye taarifa yake aliyozungumza na waandishi hajalisema hilo, lakini ndani ya kikao amekiri ripoti iko wazi. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaambia ndugu zangu waandishi wa habari, kuwajuza umma na Watanzania kwa ujumla, ripoti ya kilichosababisha Machi 8 mechi isipigwe ipo tayari na bodi ya ligi wako nayo. Hawajakuwa na utayari wa kuja kuisema kwa sababu zao, na moja ya sababu amesema afisa mtendaji mkuu wa bodi, yupo kiongozi mkubwa wa kiserikali ambaye alizuia